Msikilizaji wa Radio Habari Njema popote pale ulipo, tumsifu Yesu Kristo. Karibu msikilizaji usikilize makala inayoangazia wasifu wa Baba Mtakatifu Francis aliyefariki tarehe 21 Aprili mwaka 2025. Ninaye kukaribisha katika makala hii. Jina langu naitwa Samuel Po. Karibu endelee kusikiliza Radio Habari Njema kupitia masafa ya 87.5. Uchaguzi wake wa kushtukiza wa mwaka 2013 uliashiria mwanzo wa uongozi wake wa kipekee na ulio tofauti ukilinganisha na yeyote aliyeshikilia wadhifa huo kabla yake. Baba Mtakatifu alikuwa na asili ya Italia, lakini alizaliwa nchini Argentina. Wakati akiwa katika mafunzo ya dini, aliwahi kufanya kazi za usiku kama mlinzi katika klabu moja ya burudani. Wanafunzi wenzake wa ushemasi walifungwa jela na kupata mateso makali wakati wa utawala wa kidikteta wa kijeshi nchini Argentina. Yeye aliteuliwa kuhudumu kama askofu mkuu wa Buenos Aires, na wengine walimshutumu kwa kuunda urafiki na serikali iliyopo madarakani. Kama papa, aliwatembelea waliokuwa rafiki zake, ambapo alipewa jina la mtakatifu aliyewapigania maskini katika jamii. Papa Francis aliashiria kwamba upapa wake haukuwa na mizizi katika Roma, lakini katika maisha ya waamini ulimwenguni kote, na hasa waliokuwa katika changamoto ya kiuchumi. Aliishi maisha yasiyo rasmi kama papa, hali iliyodhihirika wazi hata katika wakati wa hafla mbalimbali. Care familie. Tangu mwanzo mtindo wake haukuwa rasmi, na kitendo chake cha kwanza kama papa ilikuwa ni kulipa bili yake hotelini. Katika ishara zake za mapema, kama kuosha miguu ya wazee na wafungwa, alionyesha hamu na viongozi wengine wa kanisa Katoliki kuwa karibu na wasiojiweza. Mara nyingi alisisitiza sana kulindwa kwa wakimbizi na wahamiaji, wakati akiweka shada la maua juu ya maji, ambapo wengi wa wahamiaji walikufa katika safari zao hatari za majini. Alisafiri kote duniani na kuvutia umati mkubwa sana wa watu. Nchini Brazili watu milioni 3 walikusanyika kwenye pwani ya huko Copacabana. Na huko Ufilipino alivunja rekodi za misa kubwa zaidi ulimwenguni, kwani watu zaidi ya milioni 6 walijitokeza kujiunga naye. Alilinganisha usawa wa uchumi na mazingira katika video za kuzindua walaka wa papa, ambapo alisema mabadiliko ya tabia nchi yanasababishwa na nchi tajiri, ambapo yanaathiri zaidi mataifa maskini. The Pope of the Holy See. Mnamo mwaka 2015 alikuwa papa wa kwanza kuhutubia bunge la Marekani. Alizitaka nchi tajiri kulinda dunia. Aliomba msamaha kwa kashfa ya unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto.
Na katika ziara yake huko Ireland, ya kwanza kutembelewa na Papa Francis katika kipindi cha miaka 40, aliwaomba msamaha kwa waathirika wa kila tukio. Upapa wake uliendelea kuashiria mabadiliko katika masuala mbalimbali ya unyanyasaji na uvunjifu wa sheria. Lakini kwa njia fulani alikuwa kama Papa John Paulo wa pili, ambaye alimfanya mtakatifu. Alikuwa na maoni na mtazamo tata juu ya uvunjifu wa sheria. Mtindo wake wa upapa, hata hivyo, haungekuwa tofauti zaidi na mtangulizi wake wa karibu, Benedikto wa 16, ambaye pia yeye mwenyewe alisimamia mazishi yake. Kupitia idadi kubwa ya makardinali kutoka nchi zinazoendelea ulimwenguni aliyowateua, alibadilisha mfumo wa uongozi katika kanisa Katoliki. Katika maisha yake hivi karibuni, Papa Francis alikumbwa na matatizo ya kiafya ambayo yaliathiri kiasi kikubwa utendaji wake wa kazi, lakini ilimpa ugumu kupunguza ratiba yake ya shughuli nyingi za kila siku. Buona domenica a tutti. Mbali na kuwa papa, alikuwa mchungaji mnyenyekevu na mwenye kupenda ushirika na waumini wa kawaida na hata wa hali ya chini. Kiongozi huyu alizaliwa mjini Buenos Aires nchini Argentina tarehe 17 ya mwezi wa 12 mwaka 1936 na kupewa jina la George Mario Bergoglio. Baba yake Mario alikuwa mhasibu katika shirika la reli nchini humo. Mama yake Regina Sivori alikuwa mama wa nyumbani aliyekuwa akishughulika na kuwalea watoto wake 5. Kabla ya kuingia katika shughuli za kidini, Papa Francis alipenda sana kandanda, yani soka. Si jambo la kushangaza, kiongozi huyo aliishi maisha ya kawaida makao makuu ya Vatican. Alitawazwa kuwa kasisi wa kanisa Katoliki akiwa na umri wa miaka 33. Hatimaye alipanda akawa askofu wa jimbo la Buenos Aires mwaka 1998, na miaka 3 baadaye Papa John Paulo wa pili alimtawaza kuwa kardinali. Viongozi kadhaa wa madhehebu mengi walimtaja Papa Francis kama kiongozi anayependa uhusiano bora miongoni mwa dini na madhehebu tofauti. Kwa mfano, Novemba 2012 katika kanisa kuu la Kikatoliki mjini Buenos Aires, Papa Francis aliwaleta pamoja viongozi wa Kiyahudi, Waislamu na madhehebu ya Kiinjilisti katika ibada maalum ya pamoja ya kuombea amani na suluhu ya machafuko Mashariki ya Kati. Tarehe 13 Machi mwaka 2023 alipochaguliwa kuwa kiongozi wa Wakatoliki wote duniani, viongozi wa Kiislamu mjini Buenos Aires walisifu uteuzi wake na kumtaja kama rafiki wa Waislamu na mtu anayependa kushauriana na watu wa dini zote. Papa Francis alikuwa akipokea matibabu hospitalini. Alikuwa akiugua homa ya mapafu iliyosababishwa na virusi vya bakteria. Lakini kwa upande wao, baadhi ya viongozi kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni, mfano Mfalme Charles na Malkia Camilla wa Uingereza, na nukuu kauli yao wakisema, "Tumehuzunishwa sana na kifo cha Papa Francis, kwani alikuwa mwenye huruma na alijitolea bila kuchoka kwa wenye imani." Mwisho wa nukuu. Lakini kwa upande wake, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, alisema kuwa katika kipindi chote cha uongozi wake wa miaka 12,
ya Kanisa Katoliki, Papa Francis aliishi maisha yake kama mwalimu na kiongozi aliyehimiza ustawi na maendeleo ya watu pamoja na kulinda amani. Mwisho wa nukuu. Lakini nao baadhi ya waumini kutoka nchi mbalimbali barani Afrika nao walikuwa na machache ya kuzungumzia kuhusu Baba Mtakatifu Francis. Ni baba, niseme baba ambaye alipenda watoto wake na akaonyesha huo upendo kwa kuwa mtu wa huruma, kuonyesha hiyo na kudhihirisha hiyo huruma kwa watu, hasa wale ambao walikuwa wanyonge. Alikuwa anatembelea wafungwa magerezani, anaenda kuwaosha miguu, anatembelea maskini. Tunamkumbuka kwa kazi ambayo alijitolea, kando na kuhakikisha kwamba anafanya kule anakaa Roma, alikuwa tayari kutambua sehemu nyingine ambazo zinahitaji zaidi sala, kwa sababu watu wakiona kwamba Baba Mtakatifu akipata nafasi ya kuwajongea, na pia anapata nafasi ya kumtafuta Mwenyezi Mungu karibu. Na hili saidia pia kuvuta watu kusongea kanisa, kuja kanisani, kumtafuta Mungu kwa njia zote. Nakumbuka kwa sababu uongozi wake kweli ni mmoja ya mapapa ambao uongozi wake haukulega. Ulikuwa ni uongozi thabiti na kuisimamia Kanisa Katoliki yeye mpaka karibu wa Kristo wote na dunia. Kwa hivyo tunamkumbuka kwa hivyo. Pope wetu Francis ni pope ambaye amekuwa akitupa matumaini kama Wakatoliki, akiemphasize sisi wenyewe tuanzishe imani yetu kuanzia kwa familia, tukiingia kwa jumuiya zetu, tukiingia kwa kanisa, tukieneza hiyo imani ya matumaini kwa ulimwengu wote. Tutamkumbuka Papa Francis kwa vitu vingi, hasa katika mahubiri yake yalikuwa yakihimiza katika upendo, umoja, amani na mshikamano. Lakini pia Papa Francis alikuwa ni mmoja kati ya watu ama viongozi ambao walihimiza sana katika huruma. Kukumbuka na kutii yale aliyotufundisha kwa kuleta mshikamano baina ya dini zote, amani pamoja na utamaduni tufuate kama alivyotufundisha, hususan katika elimu hizo kwa anazitoa na kila kitu. Sifurahi kwa kifo ambayo kinakuja mbele ya wakati na haya shika ndani ya Kongo yetu, kwani alikuwa akitetea amani kuhusu Kongo yetu. Alikuwa akitetea amani kwa ajili ya Kongo, ijapokuwa ulimwengu haukumsikiliza au kumsikia. Ombi langu ni kwamba yule atakaye kuja nyuma yake au vile na moyo ambao ulikuwa moyo wa huruma kama vile Papa Francisco. Katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Padre Charles Kitima, amesema Afrika na dunia nzima kwa ujumla itamkumbuka Papa Francis kwa ujumbe wake wa amani na upendo katika nchi zenye changamoto mbalimbali za amani. Mengine tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha yake, na ameleta mchango mkubwa kwenye jamii, dunia na kwenye kanisa pia. Ametukumbusha namna gani tunapaswa kuishi kama ndugu, na namna gani tunapaswa kuwa na mshikamano, na namna gani tunapaswa kuwachukua ndugu zetu wengine ambao hawana chochote, wanategemea wengine ili waweze kuishi maisha tu, waweze kuwa na uhai tu wa kawaida, hawana chakula, wana nini. Kwa hiyo amesema kwa kweli tuwapende maskini. Ni kweli ni namna alivyotafsiriwa tu. Yeye alisema hawa kwanza tusiwahukumu kwamba hawa ni binadamu waliopotoka, na alitaka tuwape fursa wafike wasikie kutoka kwa Yesu aliyekuja kuwakomboa wanadamu. Yesu yeye mwenyewe anataka nini? Anataka mtu aongoke. Ndio maana Yesu anapoanza kazi yake anasema tubuni na kuiamini Injili. Kwa hiyo kila mtu anapaswa kuwa na uhakika wa kufikia Yesu anasema nini. Ujumbe wa Yesu umfikie kila mtu. Na tusimtenge mtu, kwa sababu unapomtenga unamnyima hata nafasi ya kujitambua. Mpe fursa ajitambue. Ni wazi dunia ilikuwa inaweka msisitizo, sababu tunafahamu sasa hivi dunia watu wanataka kuondokana na dini, wanataka kuondokana na Mungu, wanataka kujitawala. Sasa kama unataka kujitawala,
Sasa mnataka kujitawala bila Mungu? Alisema pia hapana, lazima mjitawale ndani ya Mungu nako kuongozwa na Mungu. Alama kubwa aliyoiacha ni namna alivyoshikamana na maskini na alivyoweza pia kuonyesha mshikamano kati ya binadamu na binadamu na kuwasaidia maskini kuondoka kwenye umaskini, kuwanyanyua maskini katika hali zao ili waweze kuwa na kipato cha kupata mahitaji yao kila siku, na walivyo navyo wengine washirikiane na maskini, washirikishe maskini. Usiwe wewe uliye nacho kadiri ya yeye. Anasema wewe uliye tajiri Mungu ameviweka tu hivyo mikononi mwako, lakini hivyo ulivyopewa uvishikilie mikononi mwako, unapaswa kuwafikishia wengine. Naye askofu mstaafu wa jimbo Katoliki la Bukoba, Methodi Kilaini, ameeleza kwa nini Papa Francis atazikwa katika basilika ya Bikira Maria Majore. Papa ndiye anavitisha sheria. Na sheria hiyo imevitisha, ila sheria ni kwa ajili yake mwenyewe, ni yake tu binafsi. Haivitishi kwa mapapa wengine wanaofuata. Na wanaweza kusema kitu tofauti. Yeye ameamua kuzikwa katika Maria Majore. Na papa huyu kwa kweli amebadili mambo mengi sana. Amebadili mambo mengi sana. Yeye ni mtu wa kawaida. Kwa mfano, mapapa wote waliomtangulia walikuwa wanaishi ndani ya ile jumba kuu la Vatican. Naye alikuwa anaishi ndani ya Vatican, lakini kuna jumba kubwa, ukiona Vatican yao hivi unaliona pale mbele pale. Ndivyo alikuwa anaishi, ndio kuna maofisi yake na nyumba kubwa kabisa ya kifalme ile. Alafu walijenga papa, nadhani alikuwa ni Papa Paulo wa 6, alijenga nyumba nyingine tunaita nyumba ya Mtakatifu Monica, ambayo kwa kawaida makaeneo wanapokuwa wanachagua ndio wanaishi pale. Yeye mara baada ya kuchaguliwa akaingia kwenye basi, akasema mimi nakwenda kuishi kule. Akahama katika kule ndakwenda kikazi kule katika manyumba kubwa. Akahama akaenda naishi katika nyumba ya Mtakatifu Monica ile. Na ni kama hostel. Wengine wataki kuita hata hoteli, wanaita hostel, lakini ukienda ule ni hoteli ndugu yangu, sio mbaya. Lakini ukilinganisha na ile kile kikubwa anachoishi, nimesha kwenda kule mara kadhaa kwa sababu mbalimbali, unapokwenda kumuona Baba Mtakatifu, kwa kweli ni tofauti kubwa sana. Hiyo vitu vingi sana amevigeuza na kuvifanya kirahisi. Na amesema kwamba hataki kuzikwa ndani ya Vatican, anataka kuzikwa katika Maria Majore. Hiyo ndiyo alisema. Sasa ikitokea kwamba wanaanzika mchakato wa utakatifu, sidhani kama atabaki kule. Hapo mambo yanakuwa nje ya mikono yake. Lakini kwa mazishi ya kawaida sasa anazikwa pale. Kwa sababu kwa kawaida hata na Papa Yohana Paulo wa pili, hata Yohana Paulo wa 23 walipofanya mchakato wa utakatifu kadri wafikia mwishoni, waliwatoa pale walipokuwa. Hapo inakuwa kitu tofauti. Kwa mfano hata na mwingine, kwa mfano Kardinali Otunga, naye aliamua kuzikwa sijui sehemu gani, lakini walipoanza mchakato akamtoa wakampeleka kwenye kanisa katika shamba la ufufuko, shamba la ufufuko. Hivyo ni hivyo. Kwa sasa hivi atazikwa katika kanisa la Maria Majore, yani Maria Mkuu. Ndio mojawapo ya bazilika 4 ndani ya Vatican. Bazilika kuu ni ile ya Mtakatifu Petro. Alafu kuna bazilika ya Maria Majore iko katikati ya mji hapo karibu na station ya reli, karibu na station ya reli pale. Alafu kuna nyingine ni ya Mtakatifu Yohana. Hiyo ndio kabisa kanisa kuu la Roma. Ndio katedrali ya Roma hiyo. Alafu kuna kanisa la 4 kubwa ni ile la Mtakatifu Paulo nje ya ukuta. Ndio makanisa 4 makuu. Kuna mabazilika mengine madogo, lakini mazilika makubwa 4 ndio hayo. Petro ambao kwa kawaida ndio wanazikwa, lakini yeye vile vile amezikwa katika bazilika. Lakini hayati Baba Mtakatifu alikazia uekumene wa damu, maisha ya kiroho, sala na huduma. Na kwa undani wa taarifa hiyo, tumsikilize Padri Richard Mjigwa kutoka Vatican. Yesu Kristo ni mfalme wa wafalme. Yesu Kristo ni Bwana wa mabwana. Astahili sifa zenye nguvu, heshima na utawala. Yesu Kristo ni mfalme wa wafalme.
Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema utengano kati ya Wakristo hupingana wazi na mapenzi ya Kristo Yesu na ni kikwazo kwa ulimwengu na hudhuru tendo takatifu la kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alitaka kuona kwamba Kanisa Katoliki linaendeleza majadiliano ya kiekumeni na Wakristo wa makanisa na madhehebu mbalimbali ili siku moja wote wawe wamoja chini ya Kristo Yesu mchungaji mkuu. Kwa upande wake hayati Baba Mtakatifu Francisco anakazia uwekumene wa damu, maisha ya kiroho, sala na huduma. Anasema uwekumene wa damu na ule wa utakatifu wa maisha ni mambo msingi yanayoshuhudiwa na Wakristo sehemu mbalimbali za dunia katika umoja, udugu na upendo kama kikolezo cha ujenzi wa ufalme wa Mungu. Huu ni ufalme wa ukweli na uzima, ufalme wa haki na amani, ufalme wa mapendo, na ni ufalme ambao Mwenyezi Mungu anatawala katika mioyo ya watu sanjari na ujenzi wa fumbo la mwili wa Kristo, yani kanisa. Hayati Baba Mtakatifu Francisco anakaza kusema uwekumene wa damu unajikita katika vita, dhuluma na nyanyaso dhidi ya Wakristo, lakini ikumbukwe kwamba damu ya mashuhuda hawa wa imani ni chachu ya Ukristo. Uwekumene wa maisha ya kiroho na utakatifu wa maisha unafumbatwa katika toba na uongofu wa ndani kwa kujikana na kujivika fadhila ya unyenyekevu, moyo wa ukarimu na udogo, upole, uvumilivu na kutumikia bila ya kujibakiza. Wakristo wanakumbushwa kwamba kadiri wanavyojitahidi kuishi maisha matakatifu mitarafu tunu msingi za kiinjili, ni kwa kadiri ile ile watahamasisha na kutekeleza umoja wa Wakristo na udugu wa kibinadamu kati yao. Ekumene wa huduma unatekelezwa kwa njia ya sera na mikakati ya shughuli za kichungaji sanjari na maisha ya kitume. Hayati Baba Mtakatifu Francisco anawaalika Wakristo kuitafakari sura ya Kristo mteseka ili kupiaisha matumaini ya watu wa Mungu, tayari kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu kwa watu wa mataifa kama ilivyokuwa kwa mitume wa Kristo Yesu. Hawa ni mitume ambao walisadaka maisha yao kiasi cha kuanzisha uwekumene wa damu unaoendelea kurutubisha majadiliano ya kiekumene. Hata leo hii bado kuna Wakristo wanaoendelea kuteseka katika Ijumaa ya madhulumu, wakionyesha kimya kikuu cha Jumamosi Kuu na hatimaye kuzaliwa upya Dominika ya ufufuko wa Bwana. Hawa ndio wafia dini na waungama imani, mfano bora wa kuigwa kwa vijana wa kizazi kipya. Mashuhuda na wafia dini hawa ni amana na utajiri wa pamoja wa makanisa yote haya. Mashuhuda hawa wa imani wamezamishwa katika mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu na hatimaye kuungana naye tena baada ya ufufuko ili na wao waenende katika upya wa uzima. Hayati Baba Mtakatifu Francisco anayataka makanisa kutembea kwa pamoja kwa nguvu ya kumbukumbu inayokita mizizi katika historia ya uinjilishaji kwenye karne ya kwanza. Ni katika mazingira haya Wakristo wakawa na ujasiri wa kutangaza na kushuhudia roho ya kinabii, wakajibidiisha katika mchakato wa utamadunisho. Hiki ni kipindi ambacho kanisa libahatika kuwa na mashuhuda wa imani na waungama dini. Utakatifu wa maisha ukawa ni chachu inayomilishwa katika medani mbalimbali kiasi cha kutolea ushuhuda na kuvumilia nyanyaso na madhulumu. Hata leo hii Wakristo wanahamasishwa kumwimbia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukurani ili kwa njia ya neema na baraka waweze tena kugundua ndani mwao kumbukumbu ya umoja na ushirika ili kuyaangazia mapito yao. Wakristo wanaitwa na kuhamasishwa kutembea kwa pamoja huku wakisikiliza neno la Mungu kama ilivyokuwa kwa wafuasi wa Emau. Hii ni changamoto kwa Wakristo kwa pamoja kumsikiliza Kristo Yesu, hasa nyakati hizi ambazo zinashuhudia mabadiliko makubwa ya kijamii na kitamaduni, maendeleo makubwa ya sayansi, teknolojia, ustawi, maendeleo na ukuaji wa kiuchumi. Utandawazi umedhoofisha kanuni, maadili na utu wema, unaendelea kung'oa tunu msingi za maisha ya watu, umesababisha uchafuzi mkubwa wa mazingira, nyumba ya wote, na zaidi ya hayo umewafunga watu katika uchoyo, chuki na ubinafsi. Umefika wakati wa kumwomba Mwenyezi Mungu ili aweze kuwanusuru watu kutoka katika utamaduni wa chuki na uhasama, ubaguzi sanjari na kumong'onyoka kwa tunu msingi za maisha ya ndoa na
familia. Huu ni utandawazi unaowakatisha vijana tamaa ya maisha bora zaidi. Wote hawa wanahitaji kukutana na Kristo mfufuka, chemchemi ya matumaini mapya, kwa kusikiliza, kulitangaza pamoja na kulishuhudia neno lake. Baba Mtakatifu Francisco anapenda kuwahamasisha Wakristo kutembea pamoja katika uekumene wa sala na kumega mkate kwa pamoja, changamoto inayohitaji waamini kuheshimiana, kuthaminiana na kushirikiana katika Injili ya huduma kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii, kwa kuwapokea na kuwaonjesha mshikamano, tayari kujikita katika ujenzi wa udugu wa kibinadamu. Wakristo wanapaswa kutembea kwa pamoja kuelekea kwenye Pentekoste mpya, kama ilivyokuwa kwenye ile Pentekoste ya kwanza, wakiwa wameungana na Bikira Maria mama wa Mungu na Kanisa, wakashukiwa na Roho Mtakatifu na kutambua utajiri wa lugha kiasi cha kumshuhudia Kristo mfufuka. Roho Mtakatifu ndiye anayeliwezesha Kanisa kujenga umoja katika utofauti, kwa kukazia mambo msingi yanayowaunganisha. Roho Mtakatifu ni chombo cha ujenzi wa udugu wa kibinadamu na anayewapatia neema na baraka ya kuweza kutembea kwa pamoja katika upya wa maisha. Roho Mtakatifu anawawezesha kuwa na ujasiri wa kushirikishana na kushikamana katika maisha na utume wa Kanisa. Roho Mtakatifu ni nguvu ya mashuhuda na waungama imani. Katika muktadha wa kifo cha Baba Mtakatifu Francisco, Patriarki Bartolomeo wa kwanza wa Kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli anasema kwa hakika alikuwa ni kiongozi aliyesimama kidete kutangaza na kushuhudia umuhimu wa mwendelezo wa mchakato wa majadiliano ya kiekumene. Patriarki Bartolomeo anampongeza Baba Mtakatifu Francisco kwa kuendelea kuimarisha majadiliano ya kitaalimungu na ujenzi wa kanisa la kisinodi ili kurahisisha ukaribu wa makanisa haya mawili unaofumbatwa katika dhana ya sinodi, kwa kutambua kwamba kanisa kimsingi tayari ni sinodi kwa sababu limeanzishwa na Kristo na linaongozwa na Roho Mtakatifu, na kwamba mchakato wa ujenzi wa kanisa la kisinodi ni muhimu sana. Hizi ni juhudi pia zinazoendelea kutekelezwa katika majadiliano ya taalimungu ya kiekumene mintarafu ukulu wa Mtakatifu Petro na dhana ya sinodi katika maisha na utume wa kanisa. Ile sentensi yatokaye kwa Baba na Mwana, yani Filokwe, na mafundisho kuhusu kutokukosea kwa Papa anapofundisha akiwa ameungana na maaskofu wengine, infallibility, amefikia mahali pazuri, kwani huu ni mchakato ambao umesimikwa katika unyenyekevu, upendo na uponyaji na ukweli, ili Wakristo wote kwa pamoja waweze kuufikia umoja wa imani na kumfahamu sana Mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu kiasi cha kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo Yesu. Mchakato wa ujenzi wa kanisa la kisinodi umekuwa ni chombo cha majadiliano ya kiekumene, amani na upatanisho, na kwamba kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli linaungana na hayati Baba Mtakatifu Francisco kuombea amani sehemu mbalimbali za dunia, ili vita ikome na hatimaye Mwenyezi Mungu aweze kuiongoza miguu yetu kwenye njia ya amani. Madhara ya vita ni makubwa, kamwe hayawezi kubebwa na mtu mmoja. Mji wa Roma umepambwa kwa damu ya mashuhuda wa imani, yaani Mtakatifu Petro na Mtakatifu Paulo mitume. Huu ni mwaliko kwa kanisa kujikita katika kutafuta, kujenga na hatimaye kudumisha amani. Makanisa na madhehebu mbalimbali ya Kikristo yanajiandaa kuadhimisha jubilei ya miaka 1700 tangu mtaguso wa kwanza wa Nisea ulipoadhimishwa kunako mwaka 325, na kilele cha maadhimisho haya ni mwaka 2025. Tukio la pekee na muhimu sana. Mwaka 2025 Wakristo wote wameadhimisha Pasaka ya Bwana siku moja. Patriarki Bartolomeo wa kwanza wa Kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli anasema walikwisha kupanga na Baba Mtakatifu Francisco kuliadhimisha tukio hili kubwa kwa pamoja, tukio ambalo litaendelezwa na mrithi wake.
Viongozi wa makanisa na madhehebu mbalimbali ya Kikristo katika ujumla wao wameonyesha masikitiko yao kutokana na kifo cha Baba Mtakatifu Francisco. Ni kukunogeshea umuhimu wa majadiliano ya kiekumene katika maisha na utume wa kanisa. Kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa. Huu ni ufalme wa kweli na uzima, ufalme wa haki na amani, ufalme wa mapendo, na ni ufalme ambao Mwenyezi Mungu anatawala na ujenzi wa kanisa lake. Msikilizaji wa Radio Habari Njema, mpaka kufikia hapo sina la ziada katika makala iliyoangazia wasifu wa Baba Mtakatifu Francis aliyefariki tarehe 21 Aprili mwaka 2025. Shukrani za dhati kwa wale wote waliofanikisha makala hii, na kwa niaba ya wote, jina langu naitwa Samuel Po. Raha ya milele umpe Papa Francis, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Kristo nasi ya miji ya Utatu Mtakatifu, mwenye umungu mmoja sawa naye Baba na Roho. Nafsi ya pili ya